Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya pili ya Kwaresma, mwaka A, mwaka wa kanisa. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa neema na baraka zake, hasa katika kufanya mazoezi ya kiroho, katika kufunga, kusali, kufanya matendo ya huruma na kufanya toba. Masomo yetu ya leo yanatualika kumsikiliza Kristo katika safari ya kuelekea mbinguni katika uzima wa milele. Katika injili ya leo tunamsikia Yesu anawatoa mitume wake watatu, Petro na Yakobo na Yohane, anakwenda nao mlimani Farhani. Mara sura yake inageuka mbele yao, uso wake unang'aa kama jua na mavazi yake yanakuwa meupe kama nuru. Na watu wawili wanaonekana wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia. Na sauti inatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Ndugu zangu katika Kristo, tujiulize, kwa nini Yesu awachukue Petro na Yohane na Yakobo? Wapendwa taifa la Mungu, Yesu alipowachagua hao watatu alikuwa na lengo lake la pekee. Alikuwa na lengo nao, naye alikuwa anataka kuwatayarisha kwa namna ya pekee. Petro kama baba mtakatifu au papa wa kwanza, hivyo alipaswa kuwa na imani thabiti, na ndiyo maana alipewa jina la Petro, yaani mwamba. Lakini Yakobo alikuwa ni mtume wa kwanza kuteswa na kufa shahidi kwa ajili ya Bwana. Hivyo alipaswa kuwa na matumaini makubwa sana kwa Kristo. Naye Yohane aliyeandikiwa kuwa mlinzi wa mama wa Yesu, yaani mama yetu Bikira Maria, baada ya Kristo kuondoka hapa duniani, alipaswa kuwa na mapendo makubwa na safi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kama tunavyofahamu, Yohane alikuwa ni mwanafunzi pendwa wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo alipowachagua alikuwa na nia ya kuwaimarisha kwa kuonesha utukufu wake, ili wakati wa majaribu ya Bwana wao, yaani Yesu Kristo, wasiteteleke na waweze kuwaimarisha mitume wenzao wakati wa kwazo hilo la msalaba, ili wale wenzao mitume wengine wasipoteze imani, matumaini na mapendo kwa mwalimu wao Bwana wetu Yesu Kristo. Tujiulize pia, kwa nini Musa na Elia wanatokea pale? Ndugu zangu, Musa anawakilisha vitabu vya Torati, yaani vitabu vya Musa, vitabu vya sheria ambavyo vilizungumzia juu ya ujio wa Masia. Elia yeye ni mkuu wa manabii, alithibitisha yale yaliyoandikwa na manabii kuhusu Masia. Walikuwa wakimaanisha ni Kristo mwenyewe. Masia ambao walikuwa wanamtabiri wale manabii ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Elia kuwepo pale anawakilisha manabii au unabii wa wale manabii. Ile sauti kutoka katika wingu ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ambaye anathibitisha kuwa hayo asemayo Yesu ni kadiri ya mapenzi yake. Hivi Mungu naye anathibitisha ukweli huu kwamba Yesu ni Masia atakayeteswa na kufa na kufufuka. Ndugu zangu katika Kristo, tukio la Yesu kung'ara sura linakuja kwa makusudi kabisa, kabla ya Yesu kabiliwa na mateso na hatimaye kufa kifo msalabani. Lengo la Yesu lilikuwa ni kuwaimarisha mitume wake ili kifo chake kisiwe kikwazo kwao. Hivi anaonyesha kidogo kile ambacho atakipata mara baada ya kupitia mateso. Mpaka hapa anatufundisha kuwa mateso kwa yenyewe si lolote mbele ya utukufu ule ujao. Ndugu zangu katika Kristo, bila kuwa na matumaini katika utukufu ujao, mateso ni kikwazo kikubwa sana katika maisha yetu. Wote waliomwaga hata damu zao, tukianzia mitume wenyewe, katika kumshuhudia huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu ya tumaini lao katika utukufu ujao. Wanatumaini kwamba watapata tuzo, wanatumaini kwamba watakuwa na utukufu mbeleni, wanatumaini kwamba kutakuwa na uzima wa milele. Ndio maana wanamwaga damu zao kwa ajili ya huyu Kristo. Ndugu zangu, mtu yeyote mwenye tumaini katika utukufu ujao, kwake yeye kuishi au kufa ni sawa. Ndio maana Mtume Paulo anaposema, kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya kwanza ya 21. Kauli hii
haiwezi kamwe kutoka katika kinywa cha mtu ambaye hana tumaini katika utukufu ujao. Wapendwa, kama Yesu mwenyewe alivyowaimarisha mitume wake kwa imani, nasi anatutia moyo na kutufunza kwamba tusiumbishwe na mawimbi tutakayokutana nayo katika maisha yetu ya kumfuasa yeye, kwani si kazi rahisi sana katika kumfuasa Kristo. Kuna vitisho, kukatishwa tamaa, kukwazwa au hata kujichanganya na imani nyingine na mengine mengi. Kumbe Kristo anatualika leo tusiwe na shaka wala tusikate tamaa, kwani baada ya mateso hayo tutashiriki pamoja naye utukufu ambao leo ametuonyesha kidogo. Jambo lilo la msingi hapa, kama Mungu mwenyewe anavyotuagiza, ni kumsikiliza Yesu na kutekeleza yale anayotuagiza kupitia maandiko matakatifu na mafundisho ya mababa wa kanisa. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo, tunamsikia Mungu akimwambia Abrahamu atoke, aondoke katika nchi yake, aende katika nchi Mungu atakayomwonyesha. Na Abrahamu kwa utii anafanya kama Mungu alivyomwagiza, anaondoka. Huu ni mwaliko wa kumsikiliza Mungu katika maisha yetu. Wapendwa, pengine na sisi tumeitwa au tunaitwa na Mungu kwa namna tofauti tofauti katika maisha yetu ya kila siku, lakini tunakataa mwito wake. Tunaitwa kupitia karama ambazo tumepewa na Mungu, lakini tunashindwa kuzitumia. Hivyo tunakuwa tumekataa mwito wa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, kumsikiliza Yesu ni zaidi ya kusikia sauti, ni kutii na kuishi neno lake. Wapendwa, imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kama Abrahamu alivyosikiliza na kubarikiwa, nasi tunaaswa kuitii sauti ya Mungu ili kushiriki utukufu wake. Tumeona jinsi Kristo anavyohangaika ili kuimarisha imani ya mitume wake. Sisi nasi inabidi tuimarishane wenyewe. Mmoja asiwe sababu ya mwingine kushindwa kabisa kuona utukufu wa Mungu. Tuwe sababu ya wengine kuvutika na maisha yetu, iwe katika familia au katika jumuiya zetu au katika kazi zetu. Katika kutafuta ufalme wa mbinguni hakuna njia ya mkato, njia ni ile ile aliyopitia Kristo. Basi ili tustahili kurithi utukufu wa mbinguni, tunaalikwa kusimama imara daima katika imani yetu na tuweze kuyakabili mateso mbalimbali, hasa yale yanayotupata kwa sababu ya kuishuhudia imani yetu. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, tumwombe Mungu atujalie neema ya kumsikiliza mwanaye mpendwa katika mahangaiko yetu. Tumsifu Yesu Kristo.